kijiji, na huyo anahukumiwa vile anavyotaka yeye. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja alikuja kuiba mmoja kati ya masahaba, na huyo alikuwa watu wakimpenda katika mtaa, watu walikuwa wakimpenda. Sasa jamani, huyo ameiba, na akifika kwa Mtume lazima afanyiwe haki ya kukatwa mkono. Sasa ni nani atajitokeza kwenda kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili hukumu ya kukatwa mkono isifike upande? Nani atajitokeza? Nani atajitokeza? Kwa sababu wanamtafuta ni nani ambaye atakuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akamuombee asifanyiwe hadi katika miongoni mwa hududi za Uislamu. Basi wakamchagua mmoja katika wao, wakamwambia, wewe Usama, wewe tunakuchagua, nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukamwombee huyu aliyeiba, huyu asikatwe mkono kwa kuiba kwake. Usama akatoka mmoja mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, Rasulullah, tumekuja, tuna malengo, tumekuja kumtetea mmoja kati ya watu ambaye alifanya dhambi, naye ni fulani ameiba huyu. Sasa sisi tumekuja, mimi nimetuma kuja kumwombea kutokana na tokeo la kufanyiwa haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa alitambua watu ni kitu kimoja kwenye hukumu zao na kwenye furaha zao na kwenye kukasirika kwao wawe kitu kimoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa hayo alikasirika, akavimba sura, uso ukawa mwekundu, dalili ya kuonyesha amekasirika. Akamwambia, ya Usama, isma' minni, nisikilize mimi wewe Usama. Ya Usama, atashfa'u haddan min hududillah, wewe umekuja kuombea mtu ambaye anastahili kupigwa mati ama kukatwa mkono? Wewe umekuja kumwombea huyu ili sheria ya Allah isipite huyu, kwa sababu ni sharifu huyu, ni kadhaa anajulikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wallah, na apa kwa Allah, law kanat Fatimatu, lau kama ingekuwa ni Fatima aliyeiba kwenye siku hii ya leo, basi la qata'tu yadaha, ningemkata mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasirika sana kwa kuwa Usama amekuja kumwombea huyo, anafanyiwa huko, asema, lau kama ingekuwa ni Fatima mtoto wangu ndiye aliyeiba kwenye siku hii ya leo, ningesimama nikamkata mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hakika waliangamia waliopita kabla yenu nyinyi. Akiiba mtu ambaye ni mtukufu, tarakuhu, wanamwacha. Wa idha saraka minhum dhaifu aqamu alhadda, na pindi anapokuwa mwenye kuiba mtu ambaye ni dhaifu, maskini, fakiri, asiojiweza, ndipo hapo shesheki watu anasimamishiwa hadi ya kukatwa mkono wake. Lakini akiiba mtu ambaye anajulikana, mtu ambaye ana cheo, mtu familia yake inajulikana, basi hafanyiwi hayo ambayo anastahili afanyiwe katika Uislamu wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia, aliposimama hapa akakasirika, akatoa oda kali, akasema, lau kama ni Fatima mimi ningelikata mkono wake, kwa kuonyesha kwamba sisi kwenye kuhukumiana kwetu lazima iwe hukumu ni moja. Kwa nini iwe hukumu ni moja? Kwa sababu sisi wote ni wamoja, sisi sote ni kitu kimoja, ndipo tukawekewa kila jambo liwe moja kwetu sisi, kwa sababu sisi ni watu wa moja. Wa mahkumihi, na wenye kuhukumiwa hukumu iwe moja, na wenye kuhukumiwa nao wawe wamoja. Itatofautika kwa kosa alilolitenda, lakini hukumu ikitoka lazima iwe ni kwa kitu kimoja. Wenye kuhukumiwa wawe ni